Kisasi cha Bwana. Nyosha mkono wako juu kulia, sema kisasi cha Bwana kiwe juu ya adui zangu. Upanga wa Bwana uwe juu ya adui zangu. Hasira ya Bwana iwe juu ya adui zangu. Nguvu ya Bwana iwe juu ya watesi wangu. Hasira ya Bwana iwe juu ya watesi wangu. Upanga wa Bwana ukashuke juu yao. Upanga wa Bwana ukashuke juu ya magonjwa. Upanga wa Bwana ukashuke juu ya wachawi na washirikina na warozi wote na wambea wote kwa jina la Yesu. Sema nafeka. Sema nafeka tena. Feka mara ya kwanza, feka mara ya pili, feka mara ya tatu, feka mara ya nne, feka mara ya tano, feka mara ya sita, feka mara ya saba. Chukua nafasi yako keti. Nafasi yako keti. Haleluya. 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 Mpe tena Yesu makofi na vigeregere. Makofi na vigeregere. Nani ana kisasi? Mwalimu wake ameweka kisasi. Nani? Wawili. Safi. Nakili. Kumbe mna challenge. Kumbe mna challenge ninavyoongeaga. Ni nani ana kisasi? Mwenye kisasi ni nani? Nyosha mkono wako juu. Mwenye kisasi nyosha mkono juu. Mwenye kisasi nyosha mkono wako juu tena. Sema amina. Mbona wenye kisasi ni wachache? Nyosha juu basi. Shusha chini. Ambaye ana kisasi nyosha mkono juu. Mbona siwaelewi nini? Labda Kiswahili changu ni hiki. Mwenye kisasi nyosha mkono juu. Ambaye ana kisasi shusha mkono chini. Ni nani anajua maana ya kisasi? Unajua maana ya kisasi? Kisasi inaitwa ni malipizi. Sema amen. Ukisikia neno kisasi manake ni malipizi. Kibiblia inaandikwa ni ghadhabu. Sijui kama unanielewa. Ghadhabu ya Mungu inaposhuka ndiyo inakwenda kutoa malipizi kwa adui. Ndio maana kesi, Mungu hana kisasi na mwanadamu. Bali ndio maana Biblia imeandikwa kwamba kisasi si cha kwako, bali ni cha nani? Ni cha Mungu. Lakini Mungu hana kisasi kama hakuna wa kumlipizia kisasi. Kama wewe umependwa kulogwa, usipomshtakia Mungu, Mungu hana dili na wewe. Maisha yako yakiharibiwa na adui, kama yule mtu aliyeharibu maisha yako, upeleke mashtaka kwenye madhabahu, Mungu hana shida na wewe. Sijui kama unanielewa. Mungu anashughulika na yale yaliyopelekwa kwenye kabineti yake, kwamba huyu amekuja kushtaki, kuna haki yake imenyang'anywa au kuna shida imetokea, lakini huyu hana uwezo wa kupambana na yule ameeleta mahali hapa ili nimlipizie kisasi.
Mungu akitazama kisasi, ndio maana anasema kisasi si cha kwenu bali ni kisasi cha Bwana. Na Bwana anapokasirika huwa ashushi kisasi, huwa anashusha ghadhabu ya Bwana. Na leo ipo ghadhabu ya Bwana juu ya adui zako. Iko ghadhabu juu ya watesi, iko ghadhabu juu ya magonjwa, iko ghadhabu juu ya wagonjwa, iko ghadhabu juu ya mateso, iko ghadhabu juu ya roho za giza. Mwambie jirani yako, kisasi cha Bwana ni ghadhabu ya Mungu. Mwambie jirani yako, kisasi cha Bwana ni ghadhabu ya Mungu. Haleluya. Nyosha mkono wako juu, pungie namna hii kwa Yesu. Kwa Yesu, kwa Yesu. Kwa Yesu, kwa Yesu. Naomba uketi. Hili somo napenda mtu anielewe sana. Kwa nini nasema ghadhabu? Juzi nilifundisha juu ya Esther, si ndio? Wakati alipopeleka malalamiko kwa nani? Kwa mfalme. Kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya Hamani. Na yeye Esther amepataje message? Kwa sababu yupo kwenye nyumba ya kifalme, ajui huko duniani anaendelea nini. Lakini tambua, nje yuko mjomba wake Esther anaitwa Mordekai. Sema Mordekai. Mordekai ndio kaleta message kwa Esther kwamba wewe upo ikuru, lakini huku nje ndugu zako wote wameandikiwa barua ya kuuawa. Sema amen. Wewe uko lakini ndugu zako wameandikiwa barua ya kuuawa. Je, mjomba wako ni kifa, ndugu zako wakifa, utabaki hata na ndugu yoyote? Manake utabaki mkiu hata kama uko kwenye ufalme, hata kama ukiwa ndani ya empire, lakini ndugu zako wakifariki, kwa maana wewe hautakuwa na nguvu nje, utakuwa ni mkiwa. Kwa hiyo lisikiliza hili neno ujue namna gani ya kutusaidia. Esther akasema haiwezekani haya mambo yote yakafanyika kwa sababu sijapewa ruksa kwenda kwa mfalme. Mordekai akamrudishia jibu akamwambia hivi, usipokwenda wewe, usipoenda, usije ukajua kwamba wewe upo kwenye umerindwa. Hauko kwenye rindo wewe, hujarindwa. Tambua, Wayahudi wote, sio Wayahudi wachache. Imeandikwa Wayahudi wote wafanyaje? Wauawe. Na huyo aliyeandika yuko juu, hata wewe utaangamia. Kwa sababu sisi huku chini tukifa, hata kama ukiwa ikuru, ana wapelelezi wengi watakuangamiza. Lakini ukitaka tuokoke wote, wewe kwa sababu umepata kibali machoni pa mfalme, wewe ni malkia, tumia mamlaka yako yaliyo juu ukomboe walio chini. Wewe uliyepata neema ya wokovu umefika mahali hapa, simama kama Esther kwenye nyumba ya kifalme. Peleka maombi yako kwenye madhabahu ili hasira ya Bwana ishuke juu ya adui zako. Yamkini sio wewe uko mahali hapa kwa sababu ya mama yako, uko kwa sababu ya ndugu yako, uko kwa sababu ya ukoo wenu. Yamkini kwenye ukoo wenu kuna kigagula wa kutosha, alafu wanasema hakuna kunifanya chochote. Nikwambie, wewe utasimama leo kama Esther. Utasimama kwenye nyakati hizi kama Esther. Tunapongelea Esther, tunaliongelea kanisa. Tunapongelea mfalme, tunamwongelea Mungu. Sijui kama unanielewa. Kanisa halina uweza pasina Mungu. Sijui kama unanielewa. Unaposikia kanisa, kazi ya kanisa ni kupeleka mashtaka mbele za Bwana ili Bwana kuyajibu yale mashtaka. Ni nani asiyejua kama hapa Petro alifungwa gerezani, lisingekuwa kanisa kuomboleza, Mungu asingesikia. Hata kama yule alikuwa ni mtume wa Mungu, Mungu hakufanya chochote juu ya Petro kwa sababu hakuna message iliyoenda kwake. Lakini watu walipokaa madhabahuni, walipokaa ndani ya kanisa, wakaanza kuomboleza na kuombea kwa Bwana, Bwana akasikia maombi yao na Mungu akatuma malaika. Na huyo malaika leo ni nabii shujaa ya Bwana. Atashuka juu yako, atashuka juu ya watesi wako, atashuka juu ya watoto wako, atashuka juu ya uchumi wako. Aliye tayari aseme niko tayari. Nazungumza na watu hapa. Unaposikia Esther na mfalme, hii ni mambo ya rohoni. Hapa linaongelewa mwanamke anaongelewa malkia Esther. Linaongelewa kama kanisa. Unaposikia mfalme Asuero, hapa inaongeleka kama ni mamlaka iliyo juu, kama madhabahu ya kimungu. Sijui kama unanielewa. Na wale watu wanaekuja kuleta mashtaka ni watu wengine ambao wako nje, lakini wanaleta message kwenye madhabahu. Mungu sikia,
Kuna ndugu yetu fulani ametoa madhabahu, amechinja mnyama, amezika kwenye ardhi ya ukoo. Amesema kila wakati ikifika mwezi wa 5 sisi mmoja afe. Kwa nini tunakufa? Mungu akisikia lazima shushe nguvu ya mamlaka, haivunje ile madhabahu. Lakini usiposhtaki mbele za Bwana, Mungu hawezi kuivunja ile madhabahu, kwa sababu hajaona umuhimu wa nyinyi kuwakomboa. Lakini ukitaka umuhimu mbele za Bwana, lazima upige magoti mbele za Bwana, upeleke mashtaka yako kama Esther alivyoyabeba mashtaka ya wale Wayahudi kuyapeleka mbele ya mfalme Ahasuero. Leo unapeleka mashtaka ya ukoo wako, alafu kisasi cha Bwana kitashuka. Unajua unaposoma Biblia, simongelei Esther hapa. Esther maisha yake tayari yashapita. Mfalme Ahasuero familia yake tayari ishapotelea mbali huko, wako tena. Mwambie jirani yako amen. Sema amina tena. Hatumuongelea Ahasuero hapa wala Esther mnomsoma katika Biblia. Hapa tunamwongelea Esther kanisa, mwanamke ambaye ameolewa na nani? Na Mungu. Ndio maana tunaitwa sisi wote mabibi harusi hapa. Hata kama umevaa suti, wewe ni bibi harusi kama bibi harusi wengine. Sema amina. Hata kama una uchebe, wewe ni bibi harusi kama bibi harusi mwingine. Sema amina. Kwa maana wewe ndio kanisa. Kanisa si jengo. Kanisa ni wewe unayenisikiliza. Na wewe ndio utapeleka message juu. Na unapopeleka message juu, lazima umperemende yule mwanaume. Mwambie baby, angalia zimetoka saa nzuri nzuri zinawaka namna hii. Kuna saa imetoka rose gold, lakini kuna mtu hataki ninunue. Kama nakupenda mwanaume lazima aseme lazima nitakununulia. Hata kama kwa wakati huo kama fedha hana, lazima akapambane ili akununulie. Haleluya. Kwa hiyo nikwambie, huyu mwanaume unayemsikia leo, Yesu Kristo ana kila kitu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Utakapomuomba ndipo atakapokupa. Unajua yule jamaa anachanja. Sema anachanja. Yule jamaa anachanja. Ana nini? Anachanja tu. Uona beba mizigo unachanja tu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ukiwa ndani ya Kristo. Mimi hapa nikisoma Biblia simuongelei Esther wala simuongelei mfalme Ahasuero. Mimi hapa ninaliongelea kanisa na Mungu. Kwa maana asila ya Mungu itakuwa juu ya adui zako. Lakini kwa nini itakuwa juu ya adui zako? Mpaka uishtaki kwenye madhabahu, adui yangu ni mtu fulani. Na unapotaka kupeleka mashtaka kwenye madhabahu, hacha huruma. Huruma sio malezi. Hata kama mchawi ni mama yako mzazi, acha huruma wewe. Hata kama mchawi ni rafiki yako, acha huruma. Hata kama ni jirani yako, acha huruma. Huruma ndio inaua watu. Sijui kama unanielewa. Huruma ndio inawaangamiza watu. Kuna mtu anaweza kuambia, baba niokoe, ila mama yangu nimemwambia achane na yale mambo amesema hataweza kuyaacha kwa sababu ni ya familia. Ila mimi niokoe mama yangu aendelee kuishi. Usiniletee maombi hayo. Nenda na mama yako mkafie mbali. Sitaki maombi ya ajabu mimi. Yaani nikuponye alafu mchawi nimwache aendelee kuishi. Alafu aseme mbona mimi hawajanifanya chochote? Nani kasema? Sio kwangu. Kwangu lazima tumbinye. Tumfinye kweli ili ajue yuko Mungu wa kisasi. Ndio maana imesema upanga wangu utakuwa juu ya adui zako. Upanga wangu utakuwa juu ya mateso. Upanga wangu utakuwa juu ya magonjwa. Upanga wangu utakuwa juu ya wachawi. Sema upanga. Sema upanga. Haleluya. Kwani Mungu aliposema upanga wangu utakuwa juu ya adui zako kakosea? Kwa nini akasema uwe juu ya adui zako? Kwa sababu Mungu hataki mambo ya kulemba. Mbinguni hakuna kulemba. Mbinguni haingii mtu mnyonge. Sema amina. Ukitaka uiguse mbingu, acha unyonge. Ukikaa unyonge, nenda kalale. Unataka unyonge? Unyonge ni mbaya. Watu wanazofika kwa sababu ya unyonge. Ndio maana mtu wa Mungu, kijua adui yako, huko pamoja naye, ukipeleka shida na smile anatabasamu, anakuangalia. Mwingine anakupa mpaka na ushauri, anakuambia usijali tutalimaliza hili. Kumbe anaangalia maumivu yako yanaendeleaje. Ukishajua adui yako ni mtu fulani, hata kama alikuwa anakupa fedha,
alikuwa na kama adui yako, wewe mpige katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hizi mic hamjazichaji. Sema amen. Sema amina. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Yaani unajua kwamba huyu ni mtu mshirikina, mchawi, binti. Unajua kwamba huyu mwanaume nilio naye, unaona mazingira yake, maisha yake kabisa. Baada ya kuwa naye wewe anafanikiwa namna hii, alafu unanyorodoka. Unaenda kwenye maombi unaambiwa ukweli 1 2 3. Lakini kichwani kwako unachowaza, unawaza nini? Sasa nikimwacha hizi 10,000, 15 atanipa nani sasa? Unawaza 15,000, 10,000. Wenzao wanaingiza mamilioni kupitia wewe. Ukijua adui yako ni mtu fulani, haina haja kuremba. Kwani nimekwambia uchukue kisu kamuue? Hapana. Hiyo kazi ni ya madhabahu. Unakamata na kamata. Tunafanya hivi, ngoma inaitika katika jina la Yesu. Kwa sababu ndiyo kazi ya Mungu. Sijui kama unanielewa. Alafu mamlaka huwa ihangaiki. Mamlaka ihangaiki. Mfalme Ahasuero alipopata taarifa kwamba Hamani ndio ameandika barua ya Wayahudi wauawe, alichofanya ni kitu hiki kimoja. Kwa sababu Yesu ndio mwenye mamlaka, akasema chukueni Hamani huyo, mvisheni nini? Sanda nyeusi, mtoeni akafie huko. Sema amina. Katika Biblia imeandikwa kwamba Hamani alitengeneza mti special kwa ajili ya kumweka nani? Mjomba wake Esther. Alishauandaa mti kabisa wa kumnyongea mikono 50 ili Mordekai anyongwe wao, kwa sababu Mordekai alikuwepo ni leader wa Wayahudi. Kama yeye ni leader wa Wayahudi, akifa Mordekai wale wengine wote watauawa. Alishautengeneza mti ili Mordekai afe. Lakini nikwambie, ule mti aliyomtengenezea Mordekai afe, ule mti ndio kaenda kutundikwa yeye. Leo ninakwenda kumtundika adui yako. Leo anakwenda kutundikwa adui yako katika jina la Yesu Kristo. Mwambie adui yangu, we endelea kuchimba shimo refu. Sema adui yangu, we endelea kuchimba shimo refu. Itakapofikia wakati wa kudumbukia, tutajua ni nani atakayezama kwenye hilo shimo. Sema chimba. Yoyote aliyekuchimbia atajifukia yeye katika jina la Yesu. Chimba kaburi, mwambie futi 6. Wewe una akili wewe, mtafufuka eka 12, 6 mara 2 12. Chimba chini. Kama alikuwa na mpango wa kuchimba, hatochimba. Mipango yake itapotea papo hapo. Anajiuliza, huyu mtu anamwamini nani? Anamtegemea. Sema amina. Huyu mtu anamtegemea nani? Au huyu mtu ana nguvu gani mpaka ananiambia niendelee kuchimba shimo liwe refu? Anaanza kuingiwa na hofu. Lakini wewe usipende kuloga. Wewe kuloga ni kubaya. Akiloga unamkuta, mwambie wewe unaloga kwa kusugua namna hii, mwambie kesho njoo uloge ukiwa uchi. Mwambie unaficha huku na huku, wewe una akili, kuloga kuko hivyo. Naambia vua nguo zote ya mambo ya zalani uje uloge. Alafu aje aone. Akija kiuchi anakutana na taa la moto pale. Akilala kainuka, akiinuka imekula kwake. Somebody say fire. Haya. Nani aliye tayari kunyonga adui yake hapa? Mimi nimetumwa kwa kisasi cha Bwana. 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 Mpende na Yesu makofi na vigelegele. Adui siku zote sio kumonea huruma. Mfalme Ahasuero, huyu Hamani alikuwa ni partner wake.
ni ubavu wake wa pili. Baada yeye Hamani ndio anachukua mamlaka yote, lakini aliposema Hamani anaharibu nchi yake, Hamani anajichukulia mamlaka tofauti na yeye alivyomwagiza. Akasema, kwa nini ameandika barua kinyume na mimi ambayo sikumwagiza? Na hiyo barua ni ya kuangamiza watu ambao kwao nimechukua mke, kwa maana yeye ananiona mimi ni sina akili. Imeandikwa Biblia kwamba mfalme, ukisoma kitabu cha Esther 7 kuanzia mstari wa 7, imeandikwa kwamba mfalme Ahasuero akatoka pale kwenye kalamu ya divai, akaenda wapi? Akaenda pembeni kwenye bustani, akaenda kutaritalia na tafakari. Lakini kwenye utulivu akapata jibu kwamba huyu yamkini kuna mengi ameyafanya kinyume na mimi, kwa hiyo hastahili tena kuwa partner wangu. Kama hastahili nifanyaje? Nikimfunga gerezani atatoka kwa sababu wana watu wengi, nikifanya chochote atatoka kwa sababu wana crew wengi namfuata. Je, nifanyaje? Huyu lazima kile alichokichimba kimfukie mwenyewe, alichokiandaa kimnyonge mwenyewe, kile kitanzi kitamning'iniza mwenyewe. Sema chinjwa. Mfalme akuleta ujinga kwa sababu anajua mimi nikifanya mistake tunadondoka. Kama anamuua Malkia, hashindwi kuniua mimi huyo. Hashindwi kuniwekea sumu ili amiliki nini? Mfalme. Kwa sababu vitu vyote anavyo, mpaka pete alizopewa na mfalme alikuwa anavitumia vibaya. Ukisoma vizuri mambo ya theolojia kwamba hivi huyu Haman, yale mamlaka aliyopewa na mfalme yalimlevya. Sema amen. Ni kama leo kuna mtu anaweza kuwa kiongozi yuko juu yako kwa nyanja yoyote, ule uongozi unamleva, anaua, anapoteza, ananyonga, anapoteza watu, anafanya chochote, anaona kwamba hakuna wa kunifanya chochote kile. Kwa hiyo pale kinachohitajika ni nini? Ni msaada wa Mungu tu. Na msaada wa Mungu unapokuja, Mungu amtazami yule kwamba alikuwepo ni mkubwa pale. Yeye anachotazama kwamba huyu alifanya maovu, kanificha mimi, kwa hiyo siweze kumwacha kaishi tena. Lazima ghadhabu ishuke juu ya huyo, kwa maana aliyeua kwa upanga atakufa kwa nini? Ndiyo maana uwi wewe, bali madhabahu ndiyo inayoua. Hii kesi sio ya kwako wewe. Mwambie jirani yako, hii kesi sio ya kwako. Mwambie hii kesi sio ya kwako. Hii kesi iko madhabahuni. Hii kesi ni ya Mungu. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Hiyo ni kesi ni ya Mungu, si mwanadamu. Kwa hiyo wewe tulia, peleka kesi kwenye madhabahu. Utamwona Mungu akikusaidia, na Mungu akikutetea, na Mungu akikupigania, na Mungu akikufungua, akikufanya uwe mtu mwingine tena. Sema amen. Mpe tena Yesu makofi na vigelegele. Mpe tena Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Haleluya tena. Narudia hili watu waelewe. Ukija mahali hapa ukitaka kufunguliwa, kama wewe hauko tayari kuzungumza na madhabahu, usije ukajua kwamba mimi nitatamka neno la kukufungua wewe. Maana ya madhabahu ni mahali pa kupeleka kesi na mambo yote. Unahitaji watoto, unahitaji ndoa, unahitaji uchumi, unahitaji kuachiliwa, unahitaji afya, unahitaji kuendelea mbele. Anayekupatia si nabii. Madhabahu ndio inayokupatia. Nabii kazi yake ni kuauthorize madhabahu, yani neema iliyo ndani ya madhabahu ikufikie. Hapa kuna kila kitu. Sema amen. Kwenye madhabahu kuna kila kitu. Lakini hiki kitakuja kwako kupitia mimi. Ninakiruhusu. Nenda kwa huyu mtu kwa sababu hana uhitaji. Na madhabahu inakupa kile unachokitaka na ulichokiomba kwa wakati sahihi. Esther aliomba kitu kwa wakati sahihi. Alipopata ushahidi wanakala tu. Kwamba Hamani angekataa, wangemonyesha barua. Sijui unanielewa? Ukitaka kumkamata adui yako, kuwa na kithibitisho kwanza. Na wengi mna vithibitisho hapa
Kuna wengine wamekunenea kabisa, vinywa vyao vimenena juu yako kwamba hutofanikiwa, kizazi chako kitaangamia, ndoa yako utaishi kwa shida, sijui nini na nini. Wengine wamesema hivi, wewe mjini ukirudi huku kijijini utarudi mavumbi, au utarudi na chochote. Wengine wamedamkia maneno mabaya, yamekuumiza moyo. Nikwambie, hiyo ndiyo kama tiketi, huo ndio ujumbe wa kumwambia Bwana, kuna mtu alininenea mabaya na Bwana hatashughulika naye. Bwana hatashughulika naye. Bwana hatashughulika na adui yako. Wewe tazama mbele, acha umbea. Wewe huyo unaangalia nini kule? Watu wanafunguliwa, wana mdu wao, wewe ndo una concentrate kule kabisa. Na kati unachoambiwa kufunguliwa ni huko. Unapomuona mwenzio yuko tayari kufunguliwa. Mimi ninapoongea hapa, ninaongea maneno ya kinabii. Ninaachilia nguvu ipenye ndani yako. Ninaachilia mamlaka ishuke ndani yako. Naachilia uweza ushuke ndani yako. Naachilia ukombozi ushuke ndani yako. Mpe Yesu makofi na vigeregere. Vifungo vikuachilia katika jina la Yesu. Magonjwa ya kuachilia katika jina la Yesu. Uchawi ukuachia katika jina la Yesu. Waliefunga maisha yako kapate kufunguliwa. Sema niko tayari. Sema niko tayari. Maisha like this. Kuna wakati napenda kulizungumza hili jambo. Maisha ya nyuma usiyasahau. Yakumbuke, yakupe asili ya kupambana. Sema amina. Wengine maisha yenu yaliharibiwa, mpo mmezaliwa tu yameharibiwa. Sema amen. Sasa maana ukisema kuwa maisha yako yameharibiwa, sio wakati umeanza majukumu yako. Maana kule ulipotokea ndipo shida ilipoanzia. Sema amina. Mwingine huko mahali hapa aliyekufunga yupo Bukoba. Yeye amekufunga kwa maneno, lakini hapa liko neno. Amekufunga yupo Morogoro, ametamka maneno, hapa liko neno. Yuko Kilimanjaro, ametamka maneno, hapa liko neno la uzima. Yuko Kigoma, amekunenea mabaya, liko neno la uzima hapa. Yuko Sumbawanga, liko neno la neema hapa. Yuko Mtwara, haleluya. Maisha nguvu ya Mungu inapoamua kukutoa, na wewe kuwa tayari kutoka. Usiwe na moyo mgumu. Usiwe na moyo mgumu, kwa sababu walokole tumewaweka injili ambayo ile ya kuwafumba fumba, ya kutokuambia ukweli. Mimi ninakuchana ukweli ili uelewe. Usipoelewa utajijua mwenyewe. Lazima nikwambie, adui yako huwa achekewi. Adui ukitaka kuzungumza naye hapangiliwi maneno. Adui yako hapakawi shedo, sio kuona umependeza. Adui yako anatakiwa ione sura yako kamili. Sema amina. Yesu alipofika katika ziwa Galagalasi, aliangalia na yule mwenye pepo, jamaa kaona sura ya Yesu kamili ilivyo. Akasema huyu si wa kawaida. Nikikaa hapa nitakufa. Kawai mapema. Lakini Yesu alimwacha. Akumwacha. Kakaza macho. Kasema Bwana Yesu tuutoe, tuingize kwenye wale nguruwe. Kasema hata nikikuingiza kwenye nguruwe uruhusiwi kuishi duniani, nitakuteketeza tu. Lakini kwa sababu gani? Taswira yake halali ilionekana.
Taswira ya Yesu ilionekana. Je, ilionekana kivipi? Imeandikwa Yesu akamkazia macho. Yule adui aliona taswira ya Yesu original. Unapokutana na adui yako, acha kupaka lembo, acha kuongea kiunafiki. Nyoosha maelezo yako, mwambie wewe ni mchawi, lakini leo ninakulipua. Wewe ni mganga, leo ninakulipua. Wewe umeniharibia ndoa yangu, leo ninakulipua. Umefunga kizazi changu, leo nakulipua. Onekana taswira yako halisi. Taswira yako halisi onekane. Sijui kama naelewa. Unajua taswira halisi inapoonekana unaogopeka. Wakati Yesu aliondoka Yesu pamoja na Petro na kina Yohana, alipanda na wapi? Mlimani. Yesu alipofika mahali aliwaambia tulieni hapa, wakatulia. Wakati amepanda juu amesema nisubirini hapa, alipanda juu kuomba. Imeandikwa kwamba Yesu alifanyaje? Alibadilika. Na wale kuwatazama aliona watu ngapi? Waliona watu wawili. Na Yesu wangapi? Watatu. Alimuona nani? Alimuona Musa na nani? Na Elia, si ndio? Pamoja na Yesu. Sema amina. Nani anajua kaburi la Musa mpaka leo lipo? Anajua kaburi la Musa ni nani? Kuna nani alijua lilipo? Anajua kaburi la Elia ni nani? Musa alikufa na alizikwa. Lakini Mungu alijua huyu ni mteule wangu, haruhusiwi mifupa yake ikaathirika, kwa sababu amefanya kazi kubwa kuwaokoa wana wa Israeli. Alibeba, anaondoka nayo. Sema amen. Kwa hiyo kaburi la Musa aliko katika ulimwengu huu. Maana yule mtu kama alikufa, alitwaliwa na mifupa yake. Mwingine akufa, alipaa mbinguni. Kwa nini? Kwa upepo wa kisulisuli. Kwa maana zile ni nafsi hai zilizokuwa zinamzungumza na Yesu. Imeandikwa akabadilika. Macho yake yakawa kama umeme, mavazi yake yakawa meupe kama seruji. Akaanza kuzungumza na wale watu walioshuka kutoka mbinguni. Walikuwa wanampa maelekezo, walikuwa wanampa nyakati zake, kwamba bwana mdogo, majira yako ya kurudi kwa baba imewadia. Fanya haraka kuachilia urithi hao watoto wako, kwa maana Bwana anakuita. Kasema haina shida. Petro alipoona aliogopa, akasema bwana mkubwa, tuko tayari mahali hapa, tujenge vibanda vitatu, cha kwako cha wewe, kimoja cha Elia, kingine ni cha Musa, ili Bwana mweke ubavu wenu mlale. Kwa nini Petro hajamwambia kabla hawajapanda hata mlimani, kabla hajamwambia? Kwa nini hajamwambia mzee, huku ni usiku, tujenge vibanda? Sema amina. Mpaka taswira inapojidhihirisha kwamba anasema huyu si mtu wa kawaida. Hii ni namba nyingine hii. Sema amina. Hata wewe ukiokoka uruhusiwi kuzoeleka kama ulivyozoeleka. Unatakiwa uwe mtu tofauti. Power ya kuongea. Unaenda kwenye kikao cha kwenu, kuongea unaogopa. Ukiongea kweli nitarogwa. Unarogwa na nani? Unasali kwa nabii Shujaa. Ulogo wewe ni nani wewe? Nani anakuambia yani hata kama usipoabudu kikanyaga madhabahu kurogwa ulogwi. Ukiona umekanyaga kwenye hii madhabahu, tambua swala la kuloga lisahau kwenye akili yako. Kilichobakia manake umepokea nguvu, kazi yako ni kupambana na adui yako tu. Haleluya. Kazi ni hiyo. Kazi ni hiyo. Kupambana na adui. Huyo binti amekuja na nani? Naona anashiriki tendo na jini mahaba huyo. Ana mapepo majini makali sana. Sauti ya Mungu ananiambia nitamsaidia. Ataondoka akiwa huru katika jina la Yesu. Sema amina. Sema amina. Sema amina tena. Mwambie jirani yako, mbona hutaki kuwa uhalisia wako? Au subiri kwanza, subiri. Au muulize jirani, au uhalisia wako ni umbea? Kama umbea usitoe huo uhalisia. Kuna mwingine anasema baba, mimi uhalisia wangu nikitoka watu watanikimbia. Vipi? Mimi mbea. Lakini baada ya kuombewa umbea nimeacha. Lakini nikionyesha uhalisia wangu, mimi ni mbea. Usionyeshe uhalisia wako wewe. Kama ni mbea hacha. Sema amina. Unatakiwa uonyeshe uhalisia wako, kwamba Yesu uliyempokea
Ni yeye mwenye mamlaka, ni yeye mwenye uweza, aliyekubadilisha, aliyekupa nguvu, aliyekupa mafuta mabichi, aliyeachilia mafuta mabichi, aliyeachilia fresh anointing. Haleluya, haleluya. Sema, adui yangu ninanyonga